Yeremia sura ya 29 mstari wa 10 na wa 11. Somo letu kuu ni Mungu anatuwazia mema. Unaweza kumwambia jirani yako ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Basi nitasoma kwa msaada wa Mungu. Maana Bwana asema hivi: Babeli utakapotimiza miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zote za mwisho. Tuombe. Baba, asante kwa wema na fadhili zako. Wewe ni mwaminifu mno katika maisha yetu. Umetufanya kuwa hapa ili Mungu tukutukuze na kukuheshimu. Bwana, tunaenda kula na kunywa mezani kwako. Tunahitaji Bwana neema yako ikapate kwenda kutembea nasi. Tunahitaji neema yako ikapate kwenda kutufunika. Karibu Bwana katika mioyo yetu, ili Bwana ukapate kwenda kutufundisha sawa sawa na fadhili zako. Bwana, nami nasema ni asante, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Kitabu cha Yeremia kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Yeremia. Yeremia aliwaandikia Wayahudi walipokuwa wamechukuliwa utumwa. Walipokuwa kule Babeli wamechukuliwa utumwa. Kilikuwa ni kipindi cha utumwa ambapo mtumishi wa Mungu Yeremia alipokuwa akiwasiliana nao. Baada ya mambo mengi kutokea katika ile jamii, tukumbuke ya kwamba Wayahudi walichukuliwa utumwa, wakaenda uhamishoni. Katika kipindi kirefu wako uhamishoni, wamekaa kule uhamishoni katika kipindi kirefu. Yeremia anawaandikia barua. Yeremia anawasiliana nao kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wakipitia. Kuna sababu nyingi ambazo ziliwafanya wapelekwe katika utumwa, wapelekwe uhamishoni. Sababu hiyo ni pamoja na kutotii mapenzi ya Mungu. Baada ya kuacha kutii mapenzi ya Mungu, wakaanza kuabudu miungu, wakaanza kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Mungu akaamua kuwachukua hawa Wayahudi na wana wa Israeli kuwapeleka katika uhamisho. Akaruhusu mataifa mengine waje wawachukue, waje watumikishe, wakapelekwa kule uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwamba wamekaa uhamishoni kwa kipindi kirefu. Wamekaa uhamishoni, lakini katika kumwomba Mungu ya kwamba wanatarajia siku moja Mungu anaweza akafanya njia, wakarudishwa katika nchi yao. Tunaona ya kwamba Mungu kwa kumtumia mtumishi wa Mungu Yeremia anazungumza na ili taifa la Israeli ya kwamba ninayajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Yeremia anazungumza nao ya kwamba pamoja na ziki ambazo mnazipitia, pamoja na shida ambazo mnazipitia huko uhamishoni, lakini bado Mungu anawahitaji, lakini bado Mungu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba, maana Bwana asema hivi: Babeli utakapotimiza miaka 70, itawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, maana ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Yeremia anazungumza kwa vile hawa wana wa Israeli, hawa Wayahudi walikuwa uhamishoni, walikuwa katika hali ya ziki. Tunajua unapokuwa uhamishoni mambo unayopitia, unapitia shida, unatumikishwa sawa sawa na mapenzi ya bosi wako. Wanajiona kwamba hawana msaada,
lakini Mungu anawatumia ujumbe kupitia kwa mtumishi wa Mungu Yeremia. Anawaambia kwamba nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ujumbe ambao uliwasaidia katika maisha yao. Ni ujumbe ambao ulitikisa mioyo yao kwa sababu pamoja na dhiki ambazo walizokuwa wanapitia, pamoja na matatizo ambayo walikuwa wanapitia, lakini wanapata ujumbe kutoka kwa Mungu ya kwamba Bwana anawazia mawazo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wamemkosea Mungu, walikuwa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu akaamua, Mungu akaamuru watu wa mataifa mengine wawachukue, wawafanye kama somo ili waweze kujirudi katika maisha yao. Lakini walipokuwa kule wakakumbuka ya kwamba yupo Mungu ambaye aliwasaidia, ya kwamba ni Mungu ambaye aliwatoa katika nchi ya Misri, ya kwamba kuna Mungu ambaye aliingia agano na babu yao Ibrahimu ya kwamba atawabariki. Wakaanza kumwomba Mungu, wakaanza kujirudi mbele za Bwana, wakamwambia Bwana, pamoja na kwamba tumekukosea, lakini Bwana tunakuhitaji katika maisha yetu. Pamoja umeruhusu matatizo haya yatupate, lakini bado Mungu tunakuamini katika maisha yetu. Mungu akusita, akamtuma mjumbe Yeremia kwenda kueleza kwamba ninawazia mawazo yaliyo mema. Nawazia mawazo yaliyo mema. Ni mawazo Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa nini tumaini siku zenu za mwisho. Tunapozungumzia kuwazia mawazo yaliyo mema, maana yake mtu akikwambia ninakuwazia mawazo yaliyo mema, ya kwamba anahitaji kukuona ukiendelea katika maisha yako. Hahitaji kuona unapatwa na mambo mabaya, au taki kuona ya kwamba unapatwa na matatizo, kwa sababu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa ni ujumbe ambao uliibua hisia zao. Walikuwa kwenye mateso, walikuwa kwenye shida, lakini mtumishi wa Mungu anawaambia Mungu anawazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo tunaweza kuwa tunapitia changamoto katika maisha yetu. Tunaweza kuwa tunapitia shida katika maisha yetu. Haijalishi unapitia katika wakati gani katika maisha yako. Yamkini ni magonjwa yamekuandama katika maisha yako. Leo nakuletea ujumbe ya kwamba Bwana anakuwazia mawazo yaliyo mema. Haijalishi uko katika hali gani, haijalishi uko katika sehemu gani, unateswa, unatengwa na jamii, ya kwamba labda kile unachokifanya hakifanikiwi. Ujumbe na kupatia asubuhi ya leo, Bwana anakuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikuwa utumwani, walikuwa wamechukuliwa. Pamoja na kwamba Mungu aliruhusu, lakini bado mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nao, akiwasaidia, akiwapigania, akiwawezesha. Lakini wakawatumia ujumbe ya kwamba bado anawazia mambo yaliyo mema. Katika mstari huu tunaweza kuona mambo kadhaa. Tuna mambo kama 4 au 5 ambayo tunaweza kujifunza kupitia huu mstari. Jambo la kwanza, Mungu ana mpango na maisha yetu. Mungu ana mpango na maisha yetu. Katika kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 10 mpaka wa 11. Msomaji wangu unaweza kunisomea kwa utaratibu kabisa? Ninyi nitarudia huu mstari wa 10. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiza
miaka 70 nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Asante sana. Mungu ana mpango na maisha yetu. Tunaona ya kwamba Mungu anazungumza na Yeremia juu ya hao watu ya kwamba Mungu anawazia mawazo yaliyo mema. Maana yake kuna mpango ambao Mungu anautengeneza kuwatoa kule walipo, kuwaleta katika nchi yao, ya kwamba hata kama wako katika utumwa wakati huo, ya kwamba hata kama wanahangaika katika wakati huo, lakini bado Mungu ana mpango mzuri na maisha yao. Ndugu unanisikiliza, Bwana ana mpango na maisha yako. Haijalishi unapitia katika wakati gani, nataka nikuthibitishie kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Wakati mwingine labda magonjwa yamekuandama, una msaada wowote. Wakati mwingine ni madeni yamekuandama, lakini nataka nikwambia kwamba Bwana ana mpango na wewe. Mungu aliandaa mpango maalum wa kuwatoa katika utumwa, wa kuwatoa katika kule walikokuwa kwenye uhamisho. Akaandaa mpango, ndio maana aliwaambia kwamba Bwana anawazia mawazo yaliyo mema. Bwana anakutengenezea njia. Kwa hiyo unapokuwa katika changamoto yoyote, unapokuwa katika shida yoyote, jua ya kwamba Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Hutakiwi kukata tamaa, hutakiwi kurudi nyuma, hutakiwi kumwangalia mtu mwingine. Mwangalie Bwana, kwa sababu Mungu ana mpango na maisha yako. Wala hutakiwi kusita. Wana wa Israeli walisita walipokuwa utumwani, walipata shida kimawazo, lakini Bwana akawatumia ujumbe ya kwamba ninawawazia mawazo yaliyo mema. Hivyo hata leo asubuhi nataka nikwambia kwamba Bwana ana mpango na wewe katika maisha yako. Haijalishi uko katika hali gani, Bwana ana mpango na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine tunaweza kuliona ya kwamba uaminifu wa Mungu hata katika nyakati ngumu. Uaminifu wa Mungu katika nyakati ngumu. Uaminifu wa Mungu kwa watu wake katika wakati mgumu. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 12 mpaka 14. Yeremia 29 mstari wa 12 mpaka 14. Anasema kwamba nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekania kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu wa Mungu hata katika nyakati ngumu. Hata unapokuwa katika wakati wa mgumu, bado uaminifu wa Mungu uko pale pale. Pamoja na kwamba wana wa Israeli hawa Wayahudi walipokuwa katika wakati wa mgumu, lakini bado uaminifu wa Mungu ulikuwa pale pale. Mungu anawatumia taarifa ya kwamba bado yuko pamoja nao, anawaandalia mpango, anawaandalia njia ya kuwatoa katika ule utumwa, wa kuwatoa katika ile sehemu ambapo walikuwa wanahangaika, ambapo walikuwa wanateseka. Kwa hiyo hata katika wakati mgumu Mungu yuko pamoja nasi. Hata tunapopitia shida, Mungu yupo pamoja nasi. Hatupasi kusita, hatupasi kuogopa, hatupasi kurudi nyuma katika imani zetu, kwa sababu bado Mungu anatuwazia mema katika maisha yetu. Sisi kama Wakristo tunapopita katika changamoto, tunapopita katika majaribu, tunapaswa kujua ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi. Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu. Haijalishi unapitia katika wakati gani, bado Mungu ana mpango mwema na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kipengele kingine, Mungu anakumbuka agano. Mungu anakumbuka agano. Agano ni nini? Agano ni mapatano yako na Mungu. Mlivyopatana, ulipokuwa Mkristo uliingia patano na Mungu, ukasema kuanzia leo mimi nitakufuata Yesu. Nimeamua kukukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Umeingia patano. Tunaona wana wa Israeli baada ya kuingia patano, Mungu kuingia patano na babu yao Ibrahimu, tunaona Bwana anafuatilia lile patano ambalo alikuwa pamoja na Ibrahimu pamoja na uzao wake. Tunaona Mungu alikuwa pamoja na Ibrahimu, akawa pamoja na Isaka, akawa pamoja na Yakobo, pamoja na kizazi chote. Hivyo Mungu anafuatilia agano katika maisha yetu. Tulipoingia katika agano la kumwamini Yesu, bado Mungu anaendelea kufuatilia lile agano. Hivyo Mungu hawezi kukuacha hata katika changamoto ulizo nazo. Mungu hawezi kukuacha. Anakuandalia njia, anakuandalia mpango wa wewe kukutoa katika lile eneo, wa wewe kukutoa katika hiyo changamoto. Ninataka nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anaandaa mpango mzuri na maisha yako. Yamkini kwa sasa hivi huna changamoto yoyote, yamkini una tatizo lolote, lakini nataka nikuthibitishia kwamba pamoja na yote hayo, Mungu ana mpango mwema na maisha yako. Ndio maana uko kama jinsi ulivyo. Mungu ana mpango na maisha yako, ndio maana amekuinua. Mungu ana mpango na maisha yako, ndio maana amekuweka hapa ulipo. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa yale anayotutendea katika maisha yetu, kwa sababu Mungu ana mpango na maisha yetu, kwa sababu Mungu anatujali katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 10. Kutoka sura ya 3. Neno la Mungu linasema kwamba Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijaayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkaanani na Mhiti na Mwamori na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Can I go on? Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona mpango wa Mungu. Mungu anakumbuka agano. Mungu anakumbuka agano katika maisha yetu. Mungu anakumbuka agano. Mungu aliweka agano na Ibrahimu kwa wana wa Israeli. Tunaona Mungu bado anafuatilia agano pamoja na mambo yote walioyapitia katika maisha yao huko Misri. Mungu anakumbuka kilio chao. Anasema, nitakutuma Musa kwenda kuwakomboa watu wangu. Nimeona kilio chao, jinsi wanavyoenenda, jinsi wanavyoteswa, hivyo nitakutuma uende kwenda kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakumbuka agano. Agano ulioliweka mbele za Mungu. Agano uliokubaliana ya kwamba ninamwamini Yesu katika maisha yangu, ya kwamba nitafuatana na Mungu katika maisha yangu, sitamuacha. Mungu anakumbuka agano. Alikuahidia kwamba atakubariki, alikuahidia kwamba atakuinua. Mungu anakumbuka agano. Aliwakumbuka wana wa Israeli walipokuwa katika utumwa kule Misri, akamtuma Musa
anakwenda kuwakomboa. Mungu anakumbuka agano. Ninataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Nataka nikutie moyo wewe unayeteseka. Nataka nikutie moyo wewe unayeona malengo yako yatimii, ya kwamba Mungu anakumbuka agano. Ipo siku atatuma msaada aweze kukutoa katika eneo ulio nalo. Haupasi kukata tamaa, haupasi kuvunjika moyo, ya kwamba yupo Mungu ambaye anatupigania, yupo Mungu ambaye anatusaidia. Wana wa Israeli walikuwa wamekata tamaa, walikuwa wamekosa tumaini, lakini Mungu kwa vile ana mpango mzuri na maisha yao, akaamua kumtuma Musa kwenda kuwakomboa. Tunaona jinsi Mungu alivyowatoa. Tunaona jinsi Mungu alivyofanya. Akachilia mapigo, Farao akawachilia, wakatoka kwa utukufu wa Mungu. Leo unahangaika na tatizo gani? Wewe unanisikiliza, jambo gani gumu kwako ambalo linakusonga katika maisha yako? Lamkini umeteseka, hatukatai, lakini bado lipo tumaini. Bado msaada wa Mungu upo katika maisha yako. Mungu yupo kukusaidia, maana ana mpango na wewe, maana ana mpango na maisha yako. Ndio maana alikuokoa, ndio maana alikutoa kule gizani akakuleta hapa. Mungu ana mpango na wewe. Haupasi kukata tamaa kwa jambo lolote, haupasi kurudi nyuma kwa jambo lolote. Unapaswa kumkumbuka Mungu, unapaswa kuendelea kuamini tu ya kwamba yupo Mungu ambaye anaweza, yupo Mungu anaweza kutoa katika tatizo ulionalo, katika shida ulionayo. Yupo Mungu ambaye anakumbuka agano, yupo Mungu ambaye anakuwazia mema asubuhi ya leo, na anakwenda kukusaidia, anakwenda kukupigania, wala hatakuacha hata kidogo. Endelea kumwamini Mungu, endelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Bwana anakwenda kukuinua kwa namna ya ajabu. Wale waliokucheka watakwenda kukushangaa Mungu, wale waliokwenda kukusema watakwenda kumshangaa Mungu. Achilia maisha yako tu kwa Bwana, mwambie Bwana, niko hapa, nahitaji msaada wako, nisaidie hata katika changamoto hii. Bwana, wewe unajua utakwenda kunitoa, utakwenda kunifanya. Mungu anaachilia njia katika tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, naomba tusimame. Bwana sehemu yangu katika tatembea pamoja pamoja na wewe katika safari yangu tatembea. Tunapoenda kuomba, mwambie Mungu kitu katika maisha yako. Mwambie akuguse kwa shida ulionayo, mwambie akuguse. Hata wewe unanifuatilia katika mtandao, endelea kumwambia Mungu akusaidie katika maisha yako. Yamkini una mambo mengi unayohitaji katika maisha yako. Mwambie Bwana akuguse asubuhi ya leo. Yuko hapa, ameleta ujumbe huu mahsusi katika maisha yako. Mwambie Bwana, niguse, ninakuhitaji katika maisha yangu. Mwambie kitu Mungu. Tunapoenda kuomba, kila mmoja aombe, amwambie Mungu, nakuhitaji, ukapata kwenda kunisaidia, ukapata kwenda kunipigania, unifanyie njia sehemu isiyokuwa na njia. Pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu tatembea nawe. Baba, wewe ni Mungu unayeweza. Hakika kuna Mungu mwingine kama wewe.
Tunakupa sifa na utukufu kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki katika maisha yetu. Wanaona watoto wako Bwana wamesimama, wana mahitaji mengi katika maisha yao. Bwana Mungu, unajua vyema maisha yao Bwana. Unajua Bwana matatizo yao Bwana. Ulisema ya kwamba unatuwazia mawazo yaliyo mema. Ulisema ya kwamba unatutengenezea njia Bwana, sehemu isiyokuwa na njia. Hivyo Bwana nakuita wakati na saa hii Bwana. Onekana Bwana kwa watoto wako. Onekana Bwana ukiwawezesha katika maisha yao Bwana. Tengeneza njia Mungu, sehemu isiyokuwa na njia Baba. Onekana Bwana katika mipango yao. Onekana Bwana katika maisha yao. Wengine Mungu ni wagonjwa, tunaitoa neema yako Bwana ikapate kwa pamoja nao, ukiwatengenezea njia Bwana. Tunakataa kila roho ya magonjwa katika jina la Yesu. Tunaachilia neema yako Bwana ikapate kuwa na watoto wako, ikapate kuwa na kanisa lako, ukiwasaidia Bwana, ukiwatendea wema katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo tunapinga na kuondoa kila magano ya kipepo katika ulimwengu wa roho. Tunapinga na kuondoa kila ila za shetani katika maisha yao, kila mpango wa kuzimu, kila mpango wa shetani katika mafanikio yao, katika kazi zao. Baba, na weka mikononi mwako. Wabariki Mungu, wasaidie Bwana, wainue Bwana kwa namna ya ajabu. Ninakuita Bwana asubuhi ya leo, Mungu unayeweza, Mungu unayetosha. Onekana Bwana katikati ya watoto wako. Onekana Bwana katikati ya kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Naachilia nguvu zako sasa, naachilia mkono wako sasa, ukapata kwenda kuwatendea mema Baba, katika kazi zao Baba, ukapata kwenda kuwasaidia katika biashara zao Baba, ukapata kwenda kuwasaidia katika familia zao Mungu, ukapata kwenda kuinua katika jina la Yesu Kristo. Ninapinga kila madhabahu ya kuzimu, ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Naachia neema yako Bwana, ukapate kwa pamoja na kanisa lako, ukiwasaidia kila mmoja. Wewe ni mwaminifu na wa haki ya kwamba Bwana utakwenda kutenda.